majina naitwa Ruhaga Johnson Mpina, ambaye kweli mpaka sasa hivi ndiye mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo, ambaye anapigania haki yake mahakamani katika mahakama ya rufaa kupata fursa hiyo ya ugombea. Leo hapa tumekutana niweze kutoa taarifa chache. Kwanza kuhusu shauri la kesi ya rufaa, lakini pia namna uchaguzi mkuu ulivyofanyika, maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hiyo leo ambayo ni tarehe 6 Disemba 2025, nataka kusema mambo machache na umma. Ndugu waandishi wa habari, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia afya na uhai kuweza kutupa kibali cha kukutana siku ya leo hapa jijini Dar es Salaam. Pia nawashukuru sana nyinyi ndugu waandishi wa habari kwa kuitikia huu wito na kuhudhuria hapa. Kipekee na kwa masikitiko makubwa nitoe pole kwa watu wote waliokumbwa na ghasia na machafuko yaliyotokea kipindi cha maandamano ya kupinga utawala ulioko madarakani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, ambapo imeripotiwa watu wengi kupoteza maisha, kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu, kupotea na wengine kupoteza mali zao. Hata hivyo, msimamo rasmi wa chama changu cha ACT Wazalendo kuhusu mwenendo na matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umekwisha kutolewa na kiongozi wa chama ndugu Dorothy Jonas Sem tarehe 9 Novemba 2025, ambapo mimi Pina naunga mkono kwa 100%. Kauli ya mtawala kuhusu machafuko ya tarehe 29 Oktoba 2025. Ndugu waandishi wa habari, hata hivyo, kabla sijaeleza kwa kina hatua ya kukata rufaa na matukio ya uvunjifu wa amani, nimesikia hotuba ya mtawala aliyoitoa wakati akizungumza na wazee wa Dar es Salaam mnamo tarehe 2 Disemba 2025, ambapo alidai kuwa moja, nguvu kubwa iliyotumika ndio nguvu iliyotakiwa kuwadhibiti waandamanaji, kwani walilenga kupindua serikali yake, na wale wanaolia watoto wao kufa walitakiwa kuwazuia kuandamana. Lakini jambo la pili alilolisema, alizionya nchi mbalimbali duniani kuacha kuingilia mambo ya Tanzania kwa kuwa Tanzania ni nchi huru, yani a sovereignty state. Jambo la tatu, amezionya taasisi za dini kuacha kuingilia utendaji wa serikali, kwani serikali inaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sio mashinikizo kutoka kwenye taasisi za dini. Jambo la nne, amewashutumu waandamanaji kuwa walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani kutaka kupindua utawala wake. Na tano, ameyashutumu mataifa ya kigeni kuwa nyuma ya machafuko hayo kwa kuwa wanamezea mate rasilimali zetu. Na sita, pia ametetea ushindi wake wa 97% kuwa ulitokana na ushindani wake mkubwa, kuwa ulitokana na washindani wake wakubwa ambao ni chama cha ACT Wazalendo na Chadema hawakuwepo kwenye uchaguzi kwa sababu waliishiwa power, wamemeguka na waliogopa aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu maandamano na matumizi makubwa ya nguvu, ni haki ya raia kuandamana ili kufikisha ujumbe wa kutokuridhishwa na mambo fulani, na hali hii ni kwa mujibu wa ibara ya 18 na ya 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya vyama vya siasa, sheria ya polisi na PGO, ambazo zote zinaruhusu kufanyika kwa maandamano. Rais hana mamlaka ya kuidhinisha watu kuuawa hata kama kuna ukiukwaji wa haki na uhuru. Katika kipindi hicho cha tarehe 29 Oktoba 2025 hapakuwa na vita wala hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa na rais kwa mujibu wa ibara ya 31 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia hakuna uthibitisho hadi sasa kama waandamanaji hao walihatarisha usalama wa nchi. Hawakuwa na silaha na wengi wameuawa wakiwa wanakimbia kujisalimisha. Wengine walikuwa tu barabarani, wengine walikuwa majumbani mwao, na wengine walikuwa sehemu za biashara. Hivyo kitendo cha kuua waandamanaji na raia wengine ambao hawakuwa sehemu ya maandamano ni kinyume cha sheria,
ya nchi kwa mujibu wa ibara ya 31(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo nainukuu hapa ili isionekane nazungumza maneno yangu. Katika eneo la katiba la madaraka pekee ya mamlaka za nchi, ambapo ibara ya 31 ibara ndogo ya 3 inasema, ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika ibara hii hayataidhinisha mtu kunyang'anywa haki yake ya kuwa hai isipokuwa tu kwa kifo kama matokeo ya vitendo vya kivita. Pia sheria ya polisi, sheria ya matumizi ya silaha, yani the Firearms and Ammunition Control Act na PGO, zimeweka ukomo wa kutumia nguvu kubwa kupitiliza, kwamba it must be necessary, proportional and reasonable force kwa vyombo vya dola katika kukabiliana na watuhumiwa, na pia masharti hayo yamewekwa katika African Charter on Human and People's Rights ambayo Tanzania ni mwanachama. Hivyo kilichofanywa na serikali ni ukatili na uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu, sheria na katiba ya nchi. Hivyo kitendo cha kuwapiga kitendo cha kuua wananchi kiasi kile ni kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuvunja sheria za nchi, ni kuvunja haki za binadamu, ni ukatili mkubwa waliofanyiwa wananchi hawa na chombo chao na serikali yao. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu hatua za mtawala kuzishutumu nchi na taasisi za kimataifa zilizoingilia swala la kupinga ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji ya raia wasio na hatia nchini Tanzania, Tanzania haiwezi kusimama peke yake, kwani nchi zote duniani zinategemeana kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ifahamike kuwa haki za binadamu zinasimamiwa na sheria na katiba za kimataifa, yani International Human Rights Law, the United Nations Convention on Civil and Political Rights of 1969 and the Universal Declaration of Human Rights of 1948, ambazo nchi yetu iliridhia na kuwa mwanachama. Na hivyo hatuwezi kujitoa kwa namna yoyote. Kwa hiyo swala la haki za binadamu linalindwa na sheria za kimataifa, linalindwa na mikataba ya kimataifa, haliwezi leo tukajitoa katika mazingira ya aina yoyote. Lakini pia dunia haiwezi kunyamaza wala haiwezi kunyamazishwa kutetea haki za binadamu kwa vitisho vya aina yoyote kutoka mamlaka yoyote, na badala yake sauti ya kudai haki itazidi kuongezeka na kuongezeka zaidi, na pia ushahidi zaidi wa kuwafikisha watu hao waliohusika na mauaji hayo katika mahakama ya kitaifa ya uhalifu, yani ICC. Kwa hiyo hauwezi kwa namna yoyote ile kunyamazia. Dunia haiwezi kunyamaza hata siku moja ikawaacha Watanzania hawa wauawe alafu dunia ikakaa kimya. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu kushutumu viongozi wa dini kuingilia mambo ya serikali, binafsi sioni kosa la viongozi wetu wa dini nchini, kwani wao ni sehemu ya jamii, wanayo haki ya kikatiba kutoa maoni na kueleza fikira zao kuhusu uendeshaji wa nchi yao kwa mujibu wa ibara ya 18A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba viongozi wetu wa dini wameendelea kuwa chemichemi ya upendo, haki na amani, na wamekuwa wakishauri mambo mengi yenye manufaa kwa taifa letu. Wamekuwa wakitenga muda wa kufunga na kuliombea taifa. Tumekuwa tukiwaona na kushuhudia mara kwa mara ambavyo wanavyofunga na kuliombea taifa. Hata tulipokuwa tunaelekea kwenye uchaguzi hapa, viongozi wetu walifunga na kuliombea taifa lao ili uchaguzi uweze kufanyika kwa haki na amani. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu madai ya vijana walioandamana tarehe 29 Oktoba 2025 walilipwa fedha ndio wakafanya maandamano, kauli hizi ni dhihaka kwa wananchi, kwani wananchi wanayo malalamiko ya muda mrefu kwa serikali ambayo imeyapuuza, kama utekaji, kuuawa kwa wananchi kuuawa kwa wananchi, kupotea, kuminywa kwa demokrasia, kubambikizwa kesi, kuminywa kwa uhuru wa kuabudu, kushamiri kwa vitendo vya rushwa na ufisadi, ajira na teuzi za upendeleo serikalini. Ukweli ni kuwa
haya maandamano yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ni matokeo ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kupuuza vilio, maoni na malalamiko ya wananchi walioyatoa kwa muda mrefu na ya kuonyesha kutokuridhishwa na utendaji wa serikali. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituasa kuwa chama kitakachopuuza maoni ya wananchi kinaweza kikalia kilio, asipatikane mtu wa kupangusa machozi. Ninachowaambia CCM na vyama vingine vile vile, lazima msikilize wananchi wanasema nini. Kama nilivyoeleza, maumivu na malalamiko ya Watanzania katika vipengele namba 5 na 6 ambao mtaona huko mbele, ambapo walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Pia tuhuma za kupewa fedha ambao walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Lakini pia hata kama tuhuma hizo za kupewa fedha waandamanaji, basi tungeambiwa kwamba hizo fedha zilitoka kwa nani, zimegawiwa akina nani, kwa utaratibu gani, na kiasi gani alipata kila mtu, badala ya kutoa shutuma tu za kiujumla. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu nchi za kigeni kuwa nyuma ya machafuko haya na kwamba wanamezea mate rasilimali zetu, kauli hizi zinaweza kuharibu mahusiano yetu kimataifa bila sababu za msingi, kwani sera ya mambo ya nje ya nchi yetu ni ya kutofungamana na upande wowote. Kwa hiyo nchi zote ni marafiki na tumekuwa tukishirikiana na nchi hizo zote kulinda amani na shughuli za maendeleo tangia uhuru. Mataifa hayo ya kigeni ambayo tumekuwa tukishirikiana nayo hapa nchini kwetu, tunategemea misaada na mikopo zaidi ya 30% ya bajeti ya serikali. Misamaha ya huduma za kiafya na ulinzi na usalama. Kwa namna yoyote hatuwezi kupuuza mchango wa mataifa haya mpaka tukaanza kuhoji kwamba hatujui wao ni akina nani. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, kwamba wanamezea mate rasilimali zetu. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, tunaingia mikataba mibovu kwa usiri, bila ushindani na bila ridhaa ya bunge. Leo tunataka kumsingizia nani? Mikataba hii mibovu ya rasilimali tunaingia sisi wenyewe. Leo tunataka kumsingizia EU, tunataka kumsingizia Marekani, tunataka kuisingizia Uingereza, tunataka kuisingizia Urusi, tunataka kuisingizia China na kwingineko. Hii ni hapana na hapana tena. Tusirushe lawama kwa mataifa mengine kwa matatizo tuliyoyasababisha sisi wenyewe, na pengine kwa ubinafsi wa viongozi wetu wa kuamua kwa maksudi kuvunja katiba na sheria za nchi kwa maslahi binafsi. Kwa sababu hata sasa hivi hapa tunapozungumzia mzozo huu wote tunaozungumza kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imevunjwa na serikali. Ndio changamoto tulio nayo. Imevunjwa na serikali. Ingekuwa hii katiba haijavunjwa pamoja na ubovu wake, tusingefika hapa tulipo. Zimevunjwa sheria za nchi hii. Ndio maana tuko hapa. Sasa leo hii tumevunja katiba sisi wenyewe ya nchi. Tumevunja sheria tulizozitunga sisi wenyewe. Alafu tunageuka kwenda kulaumu nchi zingine kwamba zenyewe zinamezea mate rasilimali zetu. Lakini hata hivyo tuje kwenye rasilimali zenyewe. Mikataba yote iliyoko hapa ya rasilimali nchini inafungwa kwa usiri, bila ushindani na bila ridhaa ya bunge. Maana yake ni siri ya serikali, ambayo hata taifa mpaka sasa hatuelewi kama taifa, hatuelewi usalama wa rasilimali zetu. Sasa kama tunaweza kudiriki, tunaingia mikataba ya siri, tunafanya na tunachukua watu bila ushindani, tunawapa rasilimali zetu, lakini hata bungeni tunaona aibu kupeleka mikataba hiyo na tunashindwa hata kuitangaza hadharani. Leo tunataka kuwalaumu watu wengine? Hapana. Kwa muktadha huo, nachukua fursa hii kuzipongeza jumuiya na taasisi za kimataifa ikiwemo uangalizi wa SADC, uangalizi wa EU, bunge la Ulaya, EU, Kamisheni ya Umoja wa Mataifa Kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, nchi marafiki na jumuiya zingine kuonyesha kutokuridhishwa na matendo ya ukiukwaji wa haki za binadamu na uminywaji wa demokrasia nchini Tanzania na kuvunjwa kwa katiba ya nchi. Na pia nchi ya Marekani, kama tulivyosikia majuzi, inafanya tathmini upya wa kina ya mahusiano wake na Tanzania kutokana na matukio yanayoendelea ya kugandamiza uhuru wa dini, uhuru wa kujieleza, kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara ya uwekezaji wa Marekani na ukatili dhidi ya raia
kabla na baada ya uchaguzi Oktoba 2029, Oktoba 29 mwaka wa 2025, na kwamba nchi hiyo imekataa kufumbia macho matendo hayo. Sasa matendo yote haya yanayolalamikiwa haya ndio hayo yanayolalamikiwa na Watanzania. Sasa leo Marekani unaweza ukailaumu kwa jambo gani? Lakini pia sisi tunalalamikia kwamba rasilimali zetu zinaingia mikataba kwa asili. Serikali inaingia mikataba ya asili na bila ushindani. Kwa hiyo hata Marekani hapa akilalamika kwamba anawekewa vikwazo kuwekeza nchini kwetu, ni sahihi kama rasilimali zinagawiwa kwa asili na kama rasilimali zinagawiwa bila ushindani wa haki. Manake kuna upendeleo katika utoaji wa mikataba inayotolewa na serikali. Kwa hiyo nchi ya Marekani lazima ilalamike mahala popote ambako hakuna ushindani, manake mikataba inafungwa kwa kujuana. Pia balozi 17 ikiwemo Uingereza, Canada, Norway, Uswizi, Ubelgiji, Denmark, Ufini, Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Italy, Uholanzi, Poland, Slovakia, Hispania, Uswidi na Umoja wa Ulaya zimelaani mauaji nje ya utaratibu wa sheria, kupoteza watu, ukamataji wa watu kiholela, ufichaji wa miili na waliopoteza maisha kwenye machafuko ya tarehe 29 Oktoba 2025, na kutoa wito kwa mamlaka husika kukabidhi miili ya marehemu kwa familia zao haraka iwezekanavyo na kuachilia huru wafungwa wa kisiasa. Sasa haya nayo tunaweza kusingizia kwamba tunasingiziwa, si ndio yaliyopo? Makanisa ya kina Gwajima si yamefungiwa, si ndio yaliyopo? Tunaweza kusema kwamba haya yameletwa na watu wa Marekani au tumefanya sisi? Pia vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo CNN, Al Jazeera, BBC, Deutsche Welle, Voice of America, vyombo vya habari vya kikanda hususan vya nchi ya Kenya, na mimi na highlight kabisa hususan vyombo vya habari vya nchi ya Kenya, na taasisi za kimataifa ikiwemo Amnesty International, Human Rights Watch na kadhalika, kwa kupaza sauti na kuujulisha ulimwengu kile kinachotokea kwenye machafuko haya, sambamba na hatua zinazofaa kuchukuliwa kulinusuru taifa letu. Kwa hivyo vyombo vya habari hivi vimesaidia sana ili dunia ijue mambo yanayofanyika Tanzania, ulimwengu ujue namna haki za binadamu zilivyo huko kwa kiwango cha mwisho katika nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu ushindi wa 97%, kuhusu ushindi wa 97%, maelezo yake hayana ukweli, kwani chama cha ACT Wazalendo hakijawahi kumwogopa Samia wala hakijawahi kuiogopa CCM katika kinyang'anyiro cha nafasi yoyote: urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, urais wa Zanzibar, ubunge, uwakilishi na udiwani. Isipokuwa yeye ndiye anamuogopa Mpina, anamuogopa Bi Fatima Fereji, anakiogopa chama chetu cha ACT Wazalendo. Na ndio maana nilienguliwa na INEC kwa hila, kwa kuzuiwa getini kurejesha fomu ya uteuzi zilizokuwa zimejazwa kikamilifu, wadhamini pamoja na kiapo Mahakama Kuu, na kukamilisha taratibu zote za malipo ya milioni 1, na hata baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara Kuu ya Dodoma kunirejesha kwenye mchakato wa kugombea, mtawala alifanya kila awezalo kupitia msajili wa vyama vya siasa, mwanasheria mkuu wa serikali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuniengua tena kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe mtu atakufanyia hila zote hizi kama hakuogopi? Sababu hila zote hizi zilifanyika tena nje ya sheria ili tu Mpina asionekane kwenye sanduku la kula. Kwa hiyo ni ushahidi kwamba yeye ananiogopa, na sio kwamba mimi namuogopa, na sio kama chama changu kinamuogopa, na wala ACT Wazalendo haiwezi kuiogopa CCM kwa udhaifu ilio nao. Hivi sasa mtawala anajua fika kuwa kesi iko Mahakama ya Rufaa ya Tanzania, na wakati wote kuanzia sasa mahakama inaweza kuamua chochote, ikiwemo kufuta uchaguzi na kuamuru uchaguzi huo urudiwe, na hivyo mechi ikaanza upya. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania kama itaendelea kukalia kimya kesi yetu, tutapeleka mashtaka hayo katika Mahakama ya Afrika ya Mashariki, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, na kupeleka vielelezo Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, yani ICC The Hague. Ndugu waandishi wa habari, mgombea wa urais wa Zanzibar ndugu Othman Masoud Othman alimaarufu Omo alinyang'anywa ushindi kwa nguvu huko Zanzibar, na wagombea wa ubunge, uwakilishi, udiwani walipokonywa ushindi kwa nguvu, na wengi wamefungua kesi katika mahakama kuu za Tanzania bara na Tanzania na Zanzibar kupinga matokeo hayo.
Hivyo CCM haiwezi kuwa tishio kwa ACT Wazalendo, na wala haiwezi kuwa tishio kwa Mpina, na pengine haiwezi kuwa tishio hata kwa vyama vya upinzani. Ni chama dhaifu ambacho ni kama kimekwisha nyanga kabisa, na repair yake haiwezi hata kuwa repaired. Yani the damage is even beyond repair. Serikali imeshindwa kutenga muda wa kushiriki mazishi, kuhani, wala kupeperusha bendera ya taifa nusu mlingoti kama ishara ya kuwaenzi wa Tanzania hao wasio na hatia waliopoteza maisha. Na kama mila na desturi ya taifa letu, tunapopata majanga makubwa kama haya huwa tunatenga muda wa kuomboleza. Lakini kipindi hiki imekuwa tofauti kabisa. Serikali inaendelea na shughuli zake, bunge linaendelea na shughuli zake, hakuna bendera kupepea nusu mlingoti, kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Wala hatujaona kiongozi yote akishiriki hata kwenye mazishi ya watu ya ndugu zetu hawa ambao wamepoteza maisha. Itakumbuka rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin William Mkapa alitangaza siku 3 za maombolezo, na bendera ya taifa ilipepea nusu mlingoti kutokana na ajali ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba. Leo maelfu kwa maelfu ya watu, hakuna bendera kupepea nusu mlingoti na wala vinginevyo. Ndugu waandishi wa habari, siku ya kupiga kura wananchi wengi hawakujitokeza kupiga kura. Walibaki majumbani na wengi kuchagua kuingia barabarani kuandamana baada ya kukosa machaguo yao. Ushahidi uliopo vituoni, wapiga kura waliojitokeza walikuwa ni wachache sana. Kwenye kituo cha watu 441 walijitokeza watu 23 tu, ambayo ni 6% ya wapiga kura waliojiandikisha kwenye eneo hilo, na hii ni mjini na vijijini kwa Tanzania bara. Kwa hivyo idadi ya mwitikio wa kupiga kura iliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya watu milioni 31, ambao ni sawa na 87%, ni ya kufikirika na haina ukweli wowote. Matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Taifa, lakini pia hata tumeangalia wale waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa, ambao wote wamesema kwamba huu uchaguzi wa Tanzania ulikuwa umejaa udanganyifu na haukuwa huru na hauna hata viwango vya kimataifa ya uchaguzi za demokrasia. Hivyo matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hayana ukweli na hayaakisi uamuzi wa wananchi. Ni ya kujiteua ndugu Samia Suluhu Hassan, wabunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Ninachoweza kusema kwa sehemu kubwa wananchi hawakushiriki uchaguzi huo, na kwa lugha nyingine kilichofanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni uharamia na ufisadi mkubwa wa kisiasa wa kupoka mamlaka ya wananchi. Yaani tume yetu inajigeuza sasa yenyewe ndio inakaa kwa niaba ya wananchi, inatangaza mtu yoyote aliyeshinda anatangazwa ameshinda na kwa kula bandia. Aidha ifahamike pia kuwa hakuna fidia itakayotolewa ya damu zilizomwagika za maelfu ya Watanzania, isipokuwa ni kwa kuwajibika kwa serikali ikianza na rais mwenyewe. Suala la kuwajibika halijaanzia Tanzania, ni la dunia nzima. Mtakumbuka mwaka 2007 aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair alijiuzuru nafasi yake ya waziri mkuu kutokana na matumizi makubwa ya nguvu yaliyosababisha vifo vya raia wasio na hatia, walemavu, kubakwa, kupoteza maisha, kupotea huko nchini Iraki katika vita ya operation ya kumuondoa rais wa Iraki Saddam Hussein, kwa madai kuwa jeshi lake lilikuwa na silaha za maangamizi, yani WMD and Scud missile. Pia huko nchini Uingereza. Sasa hapa tunaona rais wa Uingereza, waziri mkuu wa Uingereza anatenda resignation kwa watu waliouawa wa nchi nyingine, kwa watu walioonewa, kwa mazira walioyapata watu wa nchi nyingine, lakini akalazimika kujiuzuru kutokana na ukandamizaji na uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu uliokuwa umefanyika. Pia huko nchini Nepal, waziri mkuu KP Sharma Oli amejiuzuru kutokana na kashfa ya vifo watu 22 waliouawa katika maandamano ya kupinga ufisadi nchini Nepal. Sasa yeye alijiuzuru, watu 22 tu wamekufa. Leo sisi ni maelfu, na mpaka hata serikali haiwezi kutaja idadi, lakini hamna mtu aliyewajibika hata mmoja mpaka sasa hivi. Lakini kule waziri mkuu aliondoka. Katika siku za hivi karibuni kumeibuka vuguvugu kubwa la mapinduzi ya kijeshi, yani military coup, katika nchi nyingi za Afrika ikiwemo Burkina Faso, Gaboni, Guinea, Mali, Niger, Sudani, Madagascar na Guinea Bissau.
kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo kushamiri kwa rushwa na ufisadi katika nchi hizo, udanganyifu na wizi wa kura katika chaguzi, ukiukwaji wa haki za binadamu na kuzorota kwa hali ya usalama, kuminywa kwa demokrasia, kuingia mikataba mibovu na kuhamisha rasilimali za umma na kujimilikisha, usiri katika mikopo na ukosefu wa ajira. Ajira na teuzi kutolewa kwa kigezo cha ndugu jamaa na marafiki na kadhalika. Ndugu waandishi wa habari, Umoja wa Afrika umekuwa ukilaani na kupata jazba ya mapinduzi hayo na kuzisimamisha nchi hizo zinazotawaliwa kijeshi kushiriki vikao vya AU, jambo ambalo linazoofisha umoja huo. Badala ya AU kuweka vikwazo kwa nchi zilizopinduliwa, ilipaswa kuweka utaratibu unaoelewekwa wa kuwajibisha marais wa nchi wanachama wanaoshindwa kulinda katiba ya nchi zao na kuwajibika kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuwashinikiza kuachia ngazi kabla ya kupinduliwa. Marais wa nchi za Afrika wajishughulishe na matatizo ya wananchi badala ya kukalia kupongezana. Kwa hiyo tuna shida kidogo katika bara la Afrika ambapo viongozi katika bara la Afrika wenyewe kazi kubwa ni kupongezana. Fulani ameshinda, utaona pongezi pale pale. Lakini kama fulani anavunja sheria, anavunja katiba ya nchi, amepinduliwa, nchi za Afrika ni za kwanza kulaani kwamba amepinduliwa. Lakini wakati yeye anafanya maovu ya kuvunja katiba ya nchi katika nchi husika, hakuna mtu anajali. Hata sasa hivi watu wameuawa idadi isiyojulikana. Hakuna mtu anayejali wala kuchukua hatua katika mabara yetu ya Afrika, na badala yake wanachukua watu wa nchi zingine kuja kutusaidia sisi Afrika. Ndugu waandishi wa habari, kusipofanyika mabadiliko, marais wa Afrika wataendelea kupinduliwa kila uchao. This is unstoppable force of change ambayo inaongozwa na vijana wa kizazi kipya, yani Gen Z, ambao kwa sasa 15% ya nchi za Afrika zimeshapinduliwa na zinaongozwa kijeshi, huku wananchi wakifurahia utawala huo na kuishi kwa amani. Mfano huko nchini Burkina Faso kwa Captain Ibrahim Traore, naona wananchi wa nchi ya Burkina Faso wanakula maisha safi kabisa kuliko hata utawala wa kisiasa. Kwa haya yaliyotokea, pamoja na hatua za kimahakama za uhalifu wa kimataifa, rais awajibike kwa kashfa ya mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 ufutwe na kuitishwa uchaguzi mwingine ndani ya siku 90. Jambo la tatu nalotaka kulieleza kwenu ni kuwaeleza hali ya kesi ambayo nilikata rufaa, lakini uchaguzi ukafanyika, mimi nikiwa mahakamani nasubiri rufaa yangu kusikilizwa. Kukata rufaa. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba mnamo tarehe 21 Oktoba 2025 nilijulisha umma kuwa nimekata rufaa katika mahakama ya rufaa ya Tanzania kupinga uamuzi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kuhusu shauri la kikatiba namba 24027 la mwaka 2025 na kupinga kuenguliwa kwa INEC kupinga kuenguliwa na INEC katika kinyang'anyiro cha kugombea urais kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo. Tarehe 22 Oktoba nilimwandikia barua Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju kumwarifu kuwa nimekamilisha taratibu zote za ukataji wa rufaa na nimeshawasilisha rufaa yangu hiyo kwa hati ya dharura kwa hati ya dharura kwa shauri namba 2122 ya mwaka 2025 na kumuomba apange jopo la majaji na kuanza kusikiliza kabla ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ambao ulipangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025, na ili kulinda haki yangu ya kugombea katika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kulinda haki ya wapiga kura katika uchaguzi huo. Mnamo tarehe 23 Oktoba nilipokea majibu kutoka kwa Jaji Mkuu wa Tanzania kupitia barua yake yenye kumbu namba SAB kubwa 184/378/01A kubwa, ambapo katika barua hiyo alikiri kupokea nyaraka zangu zote za ukamilifu wa kufunguliwa kwa rufaa katika mahakama ya rufaa, ambapo nyaraka zote kuanzia notice of appeal, memorandum of appeal, record of appeal, ambapo kwa ujumla hadi ilipofika tarehe 23 Oktoba 2025 ambapo kitabu cha rufaa chenye kurasa 448 kilikabidhiwa katika mahakama hiyo na kwa mujibu wa rufaa. Kwa hiyo
kitabu hiki chenye kurasa 448 kurasa 448 kilikabidhiwa, ambacho kinaeleza kila kitu na kimeweka nyaraka zote zinazotakiwa kwa ajili ya kukamilisha hatua ya kukata rufaa. Pia na baadaye Mheshimiwa Jaji Mkuu alitualika kuhudhuria kikao cha pamoja Dodoma. Mimi mpeleka rufaa pamoja na chama changu, lakini na upande wa wajibu rufaa ambao ni mwanasheria mkuu wa serikali, na alihudhuria kikao hicho cha tarehe 24, ndugu Hamza Saidi Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, ndugu Ali Posi, wakili mkuu wa serikali, ndugu Maki Mwalwambo, wakili wa serikali, ambao wote tulihudhuria mbele ya Jaji Mkuu Mheshimiwa George Masaju akiwa na maafisa waandamizi wa mahakama ya rufaa. Na siku hilo aliendesha mahakama hiyo, aliendesha kikao hicho ambacho yeye alijiita ni kikao cha utawala cha mashauriano, ambao yeye alisema kwamba ni kikao cha mashauriano. Na katika kikao hicho alitutaka upande wa sisi waleta rufaa kuithibitishia mahakama kwamba taratibu zote tulikuwa tumezikamilisha, kama kanuni zote za mahakama ya rufaa tulikuwa tumezikamilisha, jambo ambalo tulilifanya vizuri kupitia mawakili wetu, tukaeleza na tukaonyesha kwa ushahidi na vielelezo vyote kuhusu ukamilifu wetu. Nimekuwa hapa nikionyesha, hii ndio barua ambayo ya kwanza kabisa nilimwandikia mwanasheria na kumwandikia Jaji Mkuu wa Tanzania, lakini pia barua ambayo na yeye aliniandikia kujibu barua yangu na kuniandika na kutualika kuhudhuria kikao cha tarehe 24. Yote haya yalifanyika, na siku hiyo tukaenda mbele yake tukathibitisha kwamba sisi tumecomply matakwa yote ya kisheria ya kufungua shauri hilo la rufaa, na kwamba tumekizi hata hayo matakwa ya shauri letu kusikilizwa kwa dharura na kuamriwa kwa dharura kwa ajili ya kuwahi tarehe 29 Oktoba ili haki yetu ya kugombea isipotee. Jambo linaloleta taswira isiyo, pamoja na rai ambayo amekuwa akiitoa Jaji Mkuu kuhusu kutoa haki kwa wakati, na pamoja na kuwasilisha shauri hili kwa hati ya dharura, Jaji Mkuu kujiridhisha na uzingativu wa kanuni na taratibu za mahakama ya rufaa, shauri hili hadi uchaguzi unafanyika tarehe 29 2025 na hadi sasa halijapangiwa jopo la majaji wala kuitisha kusikilizwa, wala Mheshimiwa Jaji Mkuu hajatupa mrejesho wowote juu ya mkwamo huo. Yaani licha ya kutuita kwenye kikao cha pamoja sisi wale wapeleka rufaa pamoja na wajibu rufaa, na tukakaa kwa pamoja na tukakubaliana kwamba taratibu zote zimefuatwa na hakuna kipingamizi chochote, bado Jaji Mkuu hakuteua jopo la majaji, bado hakuisikiliza kesi hii yetu. Jambo hili linaleta taswira isiyo ya afya juu ya nafasi ya mahakama katika kulinda katiba, utawala wa sheria pamoja na haki za msingi za raia. Aidha, jambo hili linaweza kutilia shaka juu ya uhuru wa mhimili wenyewe na wengine kuanza kufifisha mhimili wenyewe, na pengine kuanza kufifisha imani ya wananchi kwenye mhimili wa kutoa haki, yaani mahakama, ambapo kwa mujibu wa ibara ya 108 ndio chombo cha mwisho cha utoaji wa haki nchini. Pamoja na kuwasilisha ombi la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi wa rais mwaka 2025 hadi hapo mahakama itakapokuwa imesikiliza na kuamua shauri hilo, lakini mahakama ikaruhusu uchaguzi uendelee, kutangaza matokeo na hatua ya kuapishwa kwa rais, jambo ambalo lilifanyika kinyume na ibara ya 3.1, 5.1, 8.1, 13 na ibara ya 108A kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ambao na mimi nilikuwa surprised kwa sababu mimi najua kwamba niko mahakamani na nimekizi, na mimi toka siku ya kwanza kabisa nilienda mahakamani. Hakuna mahala, siku ile tu nilipoinguliwa kinyemera nikaenda mahakama, na nilikuwa nikienda kwa hati ya dharura, kwa certificate of urgency katika muda wote wa kesi zangu, tena extreme certificate of urgency. Lakini tumemaliza mazungumzo, Jaji Mkuu hamna communication, hakuna hata tulipojaribu kutafuta kwamba kuna jambo lolote linaloendelea, hakuna, mpaka siku uchaguzi unafanyika na mpaka naona anamwapisha mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Uamuzi huo na huku tukijua kwamba sisi wote tulikuwa tumeenda kwenye uchaguzi,
Muhimili peke yake, kwa sababu bunge lilikuwa kwenye uchaguzi, serikali ilikuwa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo muhimili pekee uliokuwa umebaki kwa ajili ya justice, kwa ajili ya kutenda haki, ulikuwa ni muhimili tu wa mahakama peke yake. Sasa mambo yakafanyika hivyo yalivyofanyika. Uamuzi huo umeniima haki ya kugombea na chama changu kukosa mgombea kwa nafasi ya urais na makamu wa rais, na kupelekea kuzorota kwa kampeni za ugombea udiwani, uwakilishi, ubunge na urais, kufanya baadhi ya wagombea wa chama cha ACT Wazalendo kuamua hata kujiengua kwenye uchaguzi. Iliharibu sana mfumo wa kampeni kwenye chama chetu, kwa sababu watu waliokuwa wamegombea udiwani kule, waliogombea ubunge, wanapoangalia huko wanaona kwamba mgombea wa urais hayupo, wanakosa ustahimilivu, wengine wanaamua hata mpaka kujiengua. Na wakiangalia kwamba vyama vingine vyote vinawagombea wa urais, vinagombea wa makamu wa rais, wanaenda huku na huku kuwaombea kura, alafu wao hawana nafasi hiyo. Ndugu waandishi wa habari, uamuzi huo umeniima haki ya kugombea na chama changu kukosa mgombea kama nilivyokwisha kusema. Ndugu waandishi wa habari, licha hasara ndani ya chama, lakini pia Watanzania wenye sifa ya kupiga kura zaidi ya milioni 37 walinyimwa uhuru wa machaguo ya nafasi ya rais, kwani walitegemea kuchagua miongoni mwa wagombea 18, lakini tume ya uchaguzi ikawalazimisha wananchi kuchagua miongoni mwa wagombea 17 tu, na Watanzania milioni 61 wakakosa viongozi stahiki. Haikutegemewa kwa nchi inayofuata misingi ya katiba, sheria na utawala bora kuruhusu uchaguzi kufanyika huku kukiwa na kesi mahakamani na ya miongoni mwa mgombea wa nafasi ya rais ya kupinga kuenguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Taifa letu haliwezi kupata viongozi kwa njia ya ujanja, kwani hii ni nchi ya demokrasia inayoendeshwa kwa mfumo wa siasa ya vyama vingi. Hakuna atakayefanikiwa uongozi kwa njia ya mkato, hila, mabavu na kutumia vyombo vya dola, kwani taifa letu haliongozwi kitikiteta. Hatutanyamaza, tutapaza sauti kwa jumuiya za kimataifa, kikanda hadi Umoja wa Mataifa UN na duniani kote kupinga mambo haya. Ndugu waandishi wa habari, nitoe rai kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania kama mkuu wa mhimili na ambaye amekuwa akihubiri utoaji wa haki kwa wakati, atekeleze adhima hiyo kwa vitendo, kwa kuunda jopo la majaji kusikiliza na kuamuru shauri hili la rufaa namba 2122 kwa maslahi mapana ya taifa letu, na kuthibitisha umma kwamba mahakama yetu bado ni chombo cha mwisho cha utoaji wa haki ambacho kinatakiwa kiendelee kuaminiwa na wananchi ambao kwa kiwango kikubwa katika siku za hivi karibuni wamepoteza imani kwenye muhimili huu. Watanzania hawaoni kama mahakama ni muhimili huru unaoweza kutoa haki pale inapotokea kuna maslahi ya mtu mkubwa serikalini au Chama cha Mapinduzi, na ipo mifano mingi inayothibitisha hili. Kwa mfano tuchukulie huyu jaji mkuu wetu huyu, kama kesi ingekuwa ya CCM inayopinga kuenguliwa, angeruhusu uchaguzi uendelee? Jaji mkuu George Masaju ambaye anaruhusu uchaguzi uendelee, shauri la rufaa limeshafunguliwa na liko mezani kwake, liko mikononi mwake, ingekuwa ni CCM anayelalamika, angeruhusu uchaguzi uendelee? Lakini si wote. CCM ni chama cha siasa tu. ACT Wazalendo ni chama cha siasa ambao wote tunasimamiwa na katiba hii. Kwa nini utekelezaji wa katiba ukifika kwa watu wengine utaratibu unabadilika, na ukifika kwa mtu mwingine utaratibu unabadilika? Huo ni uonevu na ukandamizaji mkubwa wa demokrasia na mahakama kutokutenda haki kwa wananchi. Na mahakama zetu kutokana na kutokutenda haki kwa wananchi kwa namna hii, ndio maana hata wakati mwingine zinasababisha haya matatizo makubwa tunayapata, kwa sababu ya kukosa refa sahihi wakati sahihi. Inashangaza na wananchi wanashangaa kuona Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju kuwa na rufaa yangu mkononi, tena iliyokizi vigezo vyote vya kusikilizwa, ikitelekezwa na kuruhusu uchaguzi mkuu endelee ambao uliwaacha wananchi wengi njia panda na kukosa viongozi wao, na wengine waliamua hata kuongeza jina la Mpina kwenye orodha ya karatasi ya kupiga kura na kuweka tiki. Walikuwa wanaangalia pale, wakiangalia orodha wagombea wa urais wako 17, anaweka pale chini na yeye sanduku lake anaandika Mpina, anaweka tiki. Wengine walichagua kubaki majumbani
na wengine waliamua kushiriki maandamano yaliyopelekea mauaji makubwa ya watu wasio na hatia kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2029 2025. Ndugu waandishi wa habari, swali kubwa la kujiuliza, nini kilichompa kigugumizi Mheshimiwa Jaji Mkuu akashindwa kuunda jopo la majaji kusikiliza rufaa yangu licha ya kikao cha kiutawala alichokiita yeye kuwa ni kwa minajili ya kukamilisha taratibu na kuanza kusikiliza rufaa kabla ya tarehe 29 Oktoba 2025. Barua niliyomwandikia Jaji Mkuu, naendelea kusema pia kwamba barua niliyomwandikia Jaji Mkuu lakini na barua aliyoniandikia yeye pamoja na muhtasari wa kikao hicho utaendelea kuwa rejea ya kwamba wakati uchaguzi mkuu unafanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ulifanyika huku rufaa ikiwa mikononi mwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Narudia kusema kwamba pamoja na barua niliyomwandikia Jaji Mkuu, barua aliyoniandikia yeye aliyonijibu pamoja na muhtasari wa kikao cha kiutawala ambacho tulikaa sisi waleta rufaa na wajibu rufaa na yeye Jaji Mkuu, muhtasari huo, nyaraka hizo zote zitabaki kuwa kumbukumbu kwamba wakati uchaguzi unafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 tarehe 29 Oktoba 2025 ulifanyika huku rufaa ikiwa mikononi mwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Ndugu waandishi na wanahabari, pamoja na kuendelea kumsisitiza Jaji Mkuu wa Tanzania kupeleka kusudio, tumepeleka kusudio la kuwasilisha mashtaka katika Mahakama ya Afrika ya Mashariki EACJ. Tumepeleka kusudio la kupeleka malalamiko yetu Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, yani the African Court on Human and People's Right, na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu yani ICC, ili kuwezesha haki itendeke kwa uwazi na kwa ukweli. Eneo ninalotaka kuzungumza jingine ni hili eneo la uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Mazingira ya siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba 2025 katika zoezi la kupiga kura, kuhesabu na kutangaza matokeo yalishatolewa. Kauli ya chama chetu imeshakwisha kutolewa, ingawaje na mimi hapa nitajaribu kusisitiza, na kwa sababu chama kilieleza kwa kina sana, naomba hili jambo niliruke. Walieleza namna uchaguzi ulivyofanyika na mambo mengine yalivyoendelea. Sasa ninachoweza kusema tu kwamba katika hili eneo chama kilishatoa ufafanuzi namna ambavyo kura zilivyopigwa, watu walivyohudhuria kwenye vituo, mahudhurio madogo ya watu kwenye vituo vya kura, namna ndani ya eneo la kupiga kura watu wengine walikuja na kura, watu tuliona marundo ya kura, mtu mmoja anakuja kuweka kwenye masanduku ya kura zilizopigwa tayari za rais, wa bunge na madiwani. Tulishuhudia pia mpaka wasimamizi wa uchaguzi wanatiki, yani wamejigeuza wao ndio wapiga kura, wanatiki. Yote hayo yanathibitisha kwamba uchaguzi haukuwa huru na kwamba tume ya uchaguzi ilichofanya yenyewe ndio imefanya kazi ya kuwapigia kura wananchi na kuteua viongozi. Matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, matokeo ya ushindi wa 97.6 na mwitikio wa wapiga kura 87% ni takwimu za kufikirika na hazina ushahidi wowote wa kisayansi. Chama cha ACT Wazalendo kilikuwa na wagombea na mawakala katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo kwa sehemu kubwa hawakupewa kusaini fomu za majumuisho ya kura katika vituo, kata na jimbo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria ya uchaguzi na kanuni zake za mwaka 2025. Kupata kura nyingi kunategemea na namna mgombea anavyokubalika kwa wananchi, ambapo kwa sehemu kubwa hutegemea namna anavyojishughulisha na matatizo ya wananchi na ubebwa na wema na matendo yake kwa jamii. Na mimi hapa nataka niseme, sitaki kusema kwamba labda ni nini wala nini. Nataka niseme makundi ya watu. Yaani mpaka unajinasibu kwamba mtu una sifa za kuchaguliwa kwa 97.6%.
Leo hii wote tujiulize, na nyinyi hapa mjiulize. Hivi akina mama wajawazito, watoto chini ya miaka 5 ambao wamekuwa kitozwa gharama za matibabu kwenye hospitali za serikali, wakati sera ya afya ya mwaka 2007 inataka makundi hao yatibiwe bure. Wamekaa miaka 5 hawa kina mama, mpaka wanaambiwa na watendaji wa serikali kwamba kama huna hela ya kulipa hospitalini kwa ajili ya kujifungua, nenda mume wako akakufungue kwa mkasa, akakusaidia kujifungua kwa mkasa. Serikali hii. Je, hawa kina mama hao na ndugu zao na waume zao hawawezi kumchagua Samia, hawawezi kuichagua CCM? Leo tujiulize, wakulima wanaonyang'anywa mashamba yao, wakulima wanaouziwa mbegu mbolea viuatilifu feki na kwa bei kubwa, kuwekewa ushuru na makato makubwa, wakulima wanaolazimishwa kununua, wakulima wanaolazimishwa mnunuzi mmoja na mazao yao kuporomoka bei kama pamba, mbaazi, choroko, ndengu, ufuta, alizeti, parachichi na miwa na kadhalika. Mfano, mkulima wa pamba bei imeporomoka kutoka shilingi 2500 mpaka 1200 kwa kilo, hivyo kupunjwa kiasi cha shilingi 1300, huku makato yakiwa shilingi 800 kwa kilo. Na hii ina maana kuwa kama bei hizi zingesimamiwa vizuri, bei ya pamba ingeuzwa kwa bei, pamba mwaka huu wananchi wangeuza kwa shilingi 3000 na sio shilingi 1200 au 1500 kama ilivyo sasa. Wakulima wa mazao mengine wamelazimishwa kuuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani ambao nao hausimamiwi, na kupelekea bei kuporomoka kwa kiwango kikubwa, lakini pia kuwekewa makato makubwa ya shilingi 240 kwa kilo moja. Kwa hiyo gunia moja anakatwa shilingi 24000. Sasa hivi mfano ndengu imeporomoka kutoka 2500 hadi shilingi 1000. Mbaazi kutoka 2200 hadi shilingi 200, choroko kutoka 2400 hadi 1200, ufuta kutoka 4800 hadi 2500 na hata chini ya hapo kwa kilo. Endapo bei hizi zingesimamiwa vizuri, serikali ingekuwa inasimamia vizuri maeneo haya, bei ya mazao haya yote yasingekuwa chini ya shilingi 3500 kwa kilo. Wakulima hawa wamepaza sauti wakilalamika mifumo mibovu ya ununuzi wa mazao, kupunjwa bei na kukopwa mazao yao. Mfano, wakulima wa tumbaku wamekopa zaidi ya bilioni 12.25. Wakulima hawa kwa vyovyote vile wakatwe bei ya mazao yao imeporomoka. Wamewekewa mfumo wa masoko ambao hauzingatii sheria na sera za soko huria. Wanaibiwa kwenye bei, wanachelewa kulipwa, wanakopwa. Kwa vyovyote vile hawezi kumchagua Samia, hawezi kuichagua CCM. Leo tujiulize, wafugaji wanaohangaika usiku na mchana kutafuta malisho na maji ya mifugo yao, kuwindwa na wengine kuuawa kama wanyama, wafugaji waliotaifishiwa mifugo yao na kuuzwa kiholela, wafugaji waliofukuzwa kwenye maeneo yao na kunyang'anywa mashamba yao, wafugaji ambao mifugo yao inakufa kwa magonjwa, wafugaji ambao kila leo wanafukuzwa, mara hameni huku, mara mifugo yenu toeni huku, mara fanya kile. Leo hii wafugaji hao hawawezi kumchagua Samia, hawawezi kuichagua CCM. Leo tujiulize, wavuvi ambao maeneo yao ya wavuvi sasa hivi wanavua mpaka raia wa kigeni wanavua kwenye maji yao. Samaki wamepungua kwa 50%. Maeneo mengine ya kuvua yamesimamishwa, yamefungwa wasivue ili kwa ajili ya samaki waweze kuongezeka. Samaki wamepungua kwa 50% katika maeneo yetu ya mavuvi. Kwa hiyo wananchi wengi kubaki waliokuwa wanategemea maisha ya uvuvi sasa hivi maisha ni magumu. Wananchi hao hawawezi kumchagua Samia, hawawezi kuichagua CCM. Wachimbaji wadogo ambao wamefukuzwa kwenye maeneo yao ya uchimbaji, wamenyang'anywa maduara, wamewekewa utitiri mkubwa wa kodi na tozo. Maeneo ya uchimbaji yamekabidhiwa raia wa kigeni. Wachimbaji wadogo hao, unakuta watu wanafukuzwa kwenye maeneo yao ya uchimbaji. Mnakuta mnachimba, mnaambiwa hili eneo ni la mwekezaji. Mnakuta mnachimba, mnaambiwa hili eneo tumempa mwekezaji, kwa hiyo nyinyi ondokeni. Na mara nyingi maeneo mengi yamechukuliwa sasa hivi na wawekezaji wa kigeni. Na wananchi kufukuzwa, vijana wa Tanzania wenye rasilimali zao wamefukuzwa na kuwekwa mgeni. Wananchi hao, wachimbaji hao wadogo, hawezi kuichagua CCM, hawezi kumchagua Samia. Leo tujiulize, sekta binafsi, wafanyabiashara, wajasiriamali, wawekezaji wazawa wanaonyimwa kazi na kupewa raia wa kigeni, wanaowekewa utitiri mkubwa wa kodi na kufilisiwa, na ukadiriaji mkubwa wa kodi usiozingatia mtaji wa biashara. Unaenda pale unaikuta taasisi ya kukusanya kodi TRA inampelekea mwananchi pale kodi ambayo ni kubwa kuliko hata mtaji alionao.
Madeni makubwa ya wazabuni na wakandarasi. Ukiambiwa kwamba kuna deni kubwa la wazabuni na wakandarasi, ujue kwamba ni wazabuni wa ndani. Wazabuni na wakandarasi wa nje wote wanalipwa kwa wakati, lakini Watanzania wamekopwa. Kuua soko la ndani. Soko la ndani linauawa na kukaribisha bidhaa za kutoka nje ya nchi. Ukosefu mkubwa wa mitaji na kusumbuliwa na mikopo mpaka ya kausha damu. Kwa vyovyote vile, wafanyabiashara hawa na wajasiriamali hawa wa sekta binafsi hawawezi kuichagua CCM, hawawezi kumchagua Samia. Leo tujiulize, vijana wanaokosa ajira 80%, kati ya vijana milioni 1 wanaoenda kwenye soko la ajira kila mwaka, wengine wametoka vioni, wengine wametoka shule sekondari, wengine wametoka maeneo mbalimbali, wengine wametoka vyuo vikuu. Milioni 1 kwa mwaka, wanaopata ajira ni 200,000 tu. Maana yake wale 800,000 wote hawapati ajira sekta binafsi, hawapati ajira serikalini. Lakini na mbaya zaidi, mpango serikalini wa namna ya kuwasaidia hao vijana haupo. Na ndio maana mnaona kwamba serikali inaweka kipaumbele cha kuwasaidia magari ya kifahari wagombea wa urais. Yakanunuliwa magari 18. Na mimi la kwangu nilikataa pale. Magari yale yote ya milioni ya fedha, hamna la chini ya milioni 500, milioni 500, 600. Kwa hiyo ina maana katika magari 18 unazungumzia bilioni 9, bilioni. Fedha hizi ungezipeleka kwa vijana, ungesaidia vijana wangapi kupata mitaji? Unaenda kununua magari ya kutumia siku 60 tu. Siku 60 tu. Na mimi la kwangu nilo likataa, maana yake halina matumizi. Kwa sababu kama lilinunuliwa kwa ajili mimi nizunguke nalo kuomba kura, na sikwenda kuomba kura, nilikuwa mahakamani na nilinyang'anywa na nilikataa gari hilo, maana yake lilibaki pale halina kazi. Lakini pia rais anabadilisha magari kwa sababu tu anaenda temu nyingine, bila kujali kwamba labda magari tunabadilisha kwa sababu ya uchakavu. Ananunua magari mengine ya mabilioni ya fedha kwa ajili ya rais. Hayo yote ni matumizi mabaya sana ya fedha za umma. Lakini vijana hawa wamekuwa wakishuhudia zabuni, kandarasi hata za shughuli tu katika majenzi ya barabara, majenzi ya shughuli za umeme, majenzi ya shughuli za maji mbalimbali, wanapewa wageni. Hata kwa shughuli ambazo zabuni na kandarasi wangeweza kupewa vijana wa ndani, lakini wanapewa wageni. Vijana hawa wamekuwa wakishuhudia ushiriki mdogo wa wazawa katika miradi ya ubia. Sasa kwa mfano hapa tuna mwendo kasi hapa. Wananchi wote, vijana waliokuwa na magari hapa yanayopita kwenye barabara hizi ambazo leo zimegeuzwa kuwa za mwendo kasi, wameondolewa kwenye mfumo wa biashara. Wanaletwa makampuni ya kigeni yaje yaani biashara ya mwendo kasi hapa, na Watanzania wabaki hawana hiyo ajira, iwe ajira ya wageni. Miradi mingi mbalimbali ukiambiwa ya ubia ni kampuni la kutoka nje limekuja kuwekeza hapa. Vijana wa Kitanzania wao wanakuwa ni vibarua. Viwanda vya hapa ndani vinaruhusiwa bidhaa za kutoka nje ya nchi ili zije ziue biashara ya hapa ndani, ziue soko la hapa ndani. Kwa hiyo hata vijana walioko wanaolima sukari, wanaolima miwa, viwanda vya sukari vinapouawa hawawezi kupata ajira. Wanaolima alizeti, yanaporuhusiwa mafuta mengi ya kutoka nje ya nchi, wanakuja kuuawa soko lao, hawawezi kujiajiri. Lakini na matokeo yake ndio unakuta serikali inalia, unajua tunalilia ajira kwa vijana, wanakimbilia leo eti kwenda kuanzisha wizara ya maendeleo ya vijana. Itasaidia nini wakati mifumo yote ya ajira ya vijana imeuawa nchini? Kila ajira mmekabidhi wageni, mpaka wanakuja kwenye masoko. Ukienda kwenye wachimbaji wadogo, maeneo yao wamekabidhiwa wageni. Ukienda Kariakoo unakuta wageni wanafanya biashara ambazo wazao wangeweza kuzifanya. Alafu mnatoka pale mnalia, mnasema tunatafuta ajira za vijana. Vijana wameenda kwa mwekezaji pale, ameajiriwa mkandarasi, halipi mkandarasi huyo mabilioni ya fedha. Hamwezi kutengeneza ajira. Viwanda vinafungwa. Hamwezi kutengeneza ajira na wala hamwezi kuwasaidia vijana. Lakini hakuna hata taasisi ambayo inafuatilia haya matatizo ya vijana walio nayo. Hakuna. Kwa hiyo hata wizara iliyoundwa eti ya maendeleo ya vijana haiwezi kuleta matokeo yoyote. Leo tujiulize, wafanyakazi wanaolipwa mishahara midogo, wenye malimbikizo makubwa ya madai na stahiki zao,
wamewekewa kikokotoo cha wizi kinachopunja mafao yao, kutokupandishwa madaraja, na wakati mwingine ajira, kupanda vyeo na uteuzi zinatolewa kwa vigezo vya upendeleo vya ndugu jamaa na marafiki na uwepo wa godfather. Leo nchi hii imefika, unataka ukurugenzi, unataka ukuu wa wilaya, unataka ukuu wa mkoa, unataka uwaziri, unataka naibu waziri, mpaka uwe na godfather. Una godfather huwezi kuvipata, na vinagawiwa kwa misingi ya ndugu jamaa na marafiki. Nchi yetu imefika huko. Wafanyakazi hawa kwa vyovyote vile hawezi kumchagua Samia, hawezi kuichagua CCM. Na ndio maana hata wale waliolazimishwa kutiki mpaka walipiga picha wakatuonyesha walivyokuwa wamelazimishwa kutiki, kwa sababu hawakufanya kwa hiari yao, walifanya kwa lazima. Wewe mtumishi ambao unalipwa mshahara ambao unaisha tarehe 10, maisha magumu, bidhaa zimeruhusiwa kupanda bei, nauli zimepanda, mafuta yamepanda, na wengine wanaishi mbali hata na eneo la kazi, hawana makazi, anatumia kahera hapo kwa mshahara kusafiri kila siku. Leo hii hawezi kumchagua Samia, hawezi kuichagua CCM. Lakini wazee wetu wastaafu waliolitumikia taifa hili kwa uzalendo mkubwa, amemaliza miaka yake 60 na anastaafu kwenda nyumbani, anaambiwa bwana, wewe mafao yako bado. Mara mwajiri wako alikuwa atumi michango yako. Anazunguka mzee wa watu. Wengine mpaka wanafariki bila kulipwa mafao yao. Wazee hawa pamoja na ndugu zao kwa vyovyote vile hawezi kumchagua Samia, hawezi kuichagua CCM. Madiwani, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vitongoji hawalipi maslahi yao, lakini viongozi wengine wote wa serikali kuanzia mtendaji wa kijiji mpaka rais wanalipwa mishahara, hawajitolei. Lakini diwani, mbunge, mwenyekiti wa diwani, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji, wao ni kujitolea. Kwa nini hao viongozi wengine wanaofanya kazi za umma hizo wao hawajitolei, lakini hao mnalazimisha wajitolee? Viongozi hawa wana kinyongo kikubwa na serikali na wanaona ni dhuluma tu za dhahiri. Hawawezi kumchagua Samia, hawawezi kuichagua CCM. Leo tujiulize, waumini ambao wamefungiwa makanisa yao, kunyimwa haki ya kuabudu, waumini hawa leo kanisa kama la Gwajima lile la Askofu Gwajima limefungiwa kwa zaidi karibia miezi 5 sasa bila sababu za msingi, na limekuja tunaambiwa kwamba limefunguliwa bila kuelezwa sababu za kufungiwa na sababu za kufunguliwa, ambayo hiyo yote ni kuona tu kwamba ni ugandamizaji wa haki ya kuabudu hapa nchini. Waumini hawa leo wamekosa kuabudu miezi 5. Unawalipa na nini kiroho? Unawalipa na nini kiroho? Waumini hawa pamoja na ndugu zao wengine kwa vyovyote vile hawawezi kuichagua CCM, hawawezi kumchagua Samia. Tujiulize, wananchi walioshindwa kugharamia gharama za matibabu ya magonjwa ya figo, moyo, kisukari, shinikizo la damu, kansa na kadhalika, wananchi wanaonyimwa miili yao ya marehemu ya ndugu zao kwa sababu ya kushindwa kulipia gharama za matibabu na gharama za kuhifadhi mwili. Wananchi hawa, niliwahi kusema kwamba gharama za matibabu za mgonjwa wa figo zinakwenda mpaka kwenye milioni 25 kwa mwaka. Ni wananchi wangapi wanaoweza kuzigharamia hizi? Lakini fedha zile zilizoko serikali zinachezewa tu. Watu wanafanyia anasa tu, ambazo zingeweza kugharamia hawa wananchi. Tukalipa bure, wakatibiwa bure. Wamelalamika, wamelia, wewe milioni 25 utauza mashamba, utauza nyumba, utauza nini, yani mpaka utafilisika, mpaka utasema tu ndugu yako huwezi tena kumtibu yani. Lakini wananchi hao wamelia kilio cha muda mrefu, hawapati msaada wote kutoka kwenye serikali hii ya awamu ya 6. Wananchi hawa hawezi kumchagua Samia, hawezi kumchagua CCM. Leo tujiulize, wananchi wanaoadhibiwa kwa makosa mbalimbali. Leo tujiulize, wafugaji wengine walioshinda kesi mahakamani, mifugo yao ilitaifishwa na serikali, wameenda kushinda kesi mahakamani, wanatakiwa mifugo ile irudishwe. Leo zaidi ya miaka 5 wafugaji hao hawajarudishiwa mifugo yao. Kwa vyovyote vile familia hizi zina hasira na serikali. Mahakama ilishaamua. Nani aliyekataa huko serikalini? Kwa kuwachukia au kwa ajili ya nini? Mahakama imeshasema warudishwe mifugo yao au walipe fidia. Serikali mpaka leo imekaidi amri hiyo. Lakini watu wengine wakilalamika kidogo tu wamelipwa. Tumeenda kulipa mpaka fedha huko za kule Aksidi kule, tutaenda kuziona huko mbele ya safari. Lakini wananchi wenu hapa mifugo yao mmeitaifisha, mmeiuza kiholela. Leo wameshinda kesi mahakamani, mmekaidi kuirudisha.
familia za wafugaji hawa kwa vyovyote vile hawawezi kuipenda CCM, hawawezi kumchagua Samia. Tujiulize, wananchi wanaoishi jirani na maeneo ya hifadhi, wanaokanyagwa na tembo kila leo na kufa. Kule wilayani kwangu Tume Hayatu wameshakanyagwa watu zaidi ya 20 na kuuawa. Sasa chukulia kwa nchi nzima, ni mamia ya wananchi wameuawa na tembo. Lakini pia tumeona migogoro ya ardhi isiyoisha. Ajali za barabarani kwa miaka 5, wananchi wamefariki 7639 na waliojeruhiwa ni 12663 katika miaka 5. Imekuwa kama vile tuko utadhani tuko vitani. Majanga ya moto na yenyewe ambayo tunayashuhudia kila leo. Lakini pia tumeshuhudia changamoto za mirathi zisizoisha, ambapo wajane na yatima wamekuwa wakimkimbilia rais kwenye mikutano. Yeye anawaagiza polisi wawadhibiti akina mama hao wanaolia kwa sababu wanaona kama vile wanampigia kelele. Wananchi hawa wote na ndugu zao, wananchi hawa na ndugu zao kwa vyovyote vile hawawezi kumchagua Samia, hawawezi kuichagua CCM. Hapa nimetaja karibia makundi yote. Ya wananchi, ambapo Chama cha Mapinduzi ndio wanajinasibu kwamba waliwachagua kwa 97.6. Kwa mapungufu haya, nani anaweza kukupa kura za asilimia hizo? Kwa hiyo naendelea kusikitisha kwamba 97.6 inayozungumzwa ni kura bandia na ni kura za kugushi na hazina ukweli wowote ule. Na ndio maana tunazichallenge mahakamani na tutaendelea kuzikataa siku zote. Maandamano siku ya uchaguzi. Hapa nataka kusema kwamba maandamano siku ya uchaguzi. Kwanza, tulipokuwa tunajiandaa kuingia kwenye uchaguzi, viongozi wetu wa dini kupitia Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, Jumuiya za Kikristo Tanzania CCT, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Shura ya Maimamu Tanzania na taasisi zingine za dini, wakati wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, walifunga na kuliombea taifa letu ili tufanye uchaguzi kwa upendo, haki na amani. Na baada ya uchaguzi, machafuko yalipotokea, viongozi wetu walitoa matamko ya kulaani na kushauri hatua za kuchukua kulinusuru taifa. Lakini pia tulishuhudia asasi za kiraia za Tanzania, Human Rights Defenders Coalitions, TAMWA, UTPC, MCT, YPC, Chukata, Shirika la Maendeleo la Nguruka na mtandao wa asasi za kiraia Tanzania Tango, UDASA na TLS, ambayo kabla ya uchaguzi walitaka hatua za haraka na thabiti za kukomesha vitendo vya utekaji vinavyoripotiwa, pamoja na kuhakikisha misingi ya demokrasia inalindwa kikamilifu kuliko ilivyo sasa, ambapo vyama vya upinzani nchini vinanyimwa haki sawa katika kushiriki mchakato wa kidemokrasia nchini na kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Pamoja na tahadhari hiyo iliyotolewa na asasi hizo, serikali haikusikiliza. Kwa hiyo tulionywa mapema. Viongozi wetu wa dini walituombea na kutakia kila laheri na baadaye wakatoa, lakini hizi asasi za kiraia, na niliwaona kabisa wengine walienda mpaka kwa naibu katibu mkuu wa CCM kwenda kumweleza kwamba haya mambo ya utekaji, haya mambo ya uminywaji wa demokrasia, haya mambo ya kugandamiza viongozi wa vyama vya upinzani yadhibitiwe kabla ya uchaguzi. Lakini serikali haikusikiliza. Lakini upande wa taasisi za kimataifa, Amnesty International, Human Rights Watch, EU na kabla ya uchaguzi na wenyewe walionya kwamba walionya huo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliokuwa unaendelea nchini, wakilalamikia mambo ya utekaji, wakilalamikia mambo ya kuminywa kwa demokrasia, wakilalamikia kuzuiliwa kwa chama cha Chadema kushiriki uchaguzi. Na mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo, Ruhaga Joelson Mpina, ambaye ni mimi, kuenguliwa kwa hila kugombea nafasi hiyo. Kwa hiyo
hizo taasisi za kimataifa na zenyewe zilionya mapema kwamba hapana, uchaguzi huu unaoendelea huu una changamoto kubwa. Fanyeni marekebisho kabla ya tarehe yenyewe 29 Oktoba 2025, lakini nao hawakusikilizwa. Ndugu waandishi wa habari, pia tulishuhudia wazee wetu akiwemo mzee Jaji Joseph Sinde Warioba na mzee Joseph Butiku pamoja na Profesa Anna Tibaijuka na wazee wengine walivyokuwa wakihangaika kuishauri serikali, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na vyama vya siasa kurekebisha kasoro za mifumo ya uchaguzi nchini na kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambazo zilikuwa zinakinzana na sheria na kanuni za uchaguzi, na kwamba kufanya hivyo kungeweza kuleta maelewano ya pamoja kabla ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Lakini kwa bahati mbaya sana ushauri huu wa wazee wetu nao ulipuuzwa. Kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, viongozi wanapatikana kwa njia ya demokrasia kwa kupigiwa kura. Lakini endapo misingi hii ya demokrasia ikivunjwa, viongozi, mambo yanaweza kujitokeza ikiwemo maandamano na mapinduzi, na ndio hiki ambacho tulichokishuhudia sasa, ambapo mnamo tarehe 29 Oktoba 2025 yaliibuka makundi makubwa ya waandamanaji sehemu mbalimbali nchini katika mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Dodoma, Mbeya, Songwe, Mara, Geita, Shinyanga na kadhalika. Wengi wao wakiwa vijana wa Gen Z wakiimba nyimbo kuwa hawamtaki Samia, hawaitaki CCM na wamechoshwa na ufisadi nchini. Katika kukabiliana na maandamano hayo, serikali kupitia jeshi la polisi ilitumia nguvu kubwa iliyosababisha wananchi wengi kuuawa na wengi kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu kwa kupigwa risasi. Mfano, polisi walitumia risasi za moto na kuwaua waandamanaji wengi ambao hawakuwa hata na risasi, ambao hawakuwa hata na silaha. Nguvu kubwa iliyotumiwa na askari polisi ilisababisha pia vifo vya raia wengine ambao hawakuwa hata sehemu ya maandamano. Wengine walikuwa majumbani, wengine wanakwenda hospitali, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine walikuwa wanakwenda kupiga kura, nao waliuawa. Pia baadhi ya picha za video zinaonyesha wananchi hao hawakuwa na silaha na wengine walipigwa risasi wakiwa wamegeuza mgongo huku wakikimbia, lakini walipigwa risasi mgongoni, walipigwa risasi kisogoni na mgongoni na kuuawa. Namba 2, baadhi ya askari wanaonekana kwenye picha wakiwa wanawashambulia watu kwa risasi, na wengine walivalia kininja, na wengine wakiwa hawana sare, jambo ambalo liliwashangaza wananchi walio wengi na kushindwa kujua kilikuwa ni kikosi gani kilichokuwa kinatekeleza mauaji hayo. Pia zipo taarifa kuwa baadhi ya askari hawa walikuwa waongei Kiswahili na hivyo ilikuwa haijulikani wametoka nchi gani, ingawa walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja na maaskari wa hapa nchini. Hii ilileta hofu kubwa sana katika taifa letu, yani the knee-jerk reaction juu ya usalama wa nchi yetu. Kuchoma moto na kuharibika kwa miundombinu tuliyashuhudia, lakini tulikuja tukashuhudia serikali ilitangaza amri ya wananchi, serikali ilitangaza amri ya wananchi kutotoka nje kwa siku 6 mfululizo bila kujali hasara itakayopatikana za kiuchumi na kijamii. Uamuzi huo ulisababisha akina mama wajawazito na wagonjwa wengine mahututi kukosa huduma na wengine walipoteza maisha bila matibabu. Wewe mnaambiwa tu hamna kutoka nje bila kujali kwamba kuna wagonjwa wanatakiwa kwenda hospitali. Mama anatakiwa kujifungua, unategemea nini kilitokea? Mgonjwa mahututi ambaye alikuwa kitandani, unategemea nini kitaendelea? Wagonjwa wengine ambao daktari anatakiwa aende Muhimbili kwenda kumtibu, ameambiwa hamna kutoka. Maana yake kwamba ana mgonjwa wake kule Muhimbili alifariki tu kwa sababu alikosa huduma. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha. Sasa nchi ukienda kwenye kiuchumi kuwafungia watu kwa siku 6, nchi haikuweza kukusanya kodi kwa muda wa siku 6, na hivyo hatukukusanya kodi zaidi ya trilioni 1. Huku wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji wakipata hasara ya zaidi ya trilioni 4 kutokana na lockdown hiyo. Kwa hiyo kwa sababu kila mtu anayefanya biashara hafanyi biashara, anayelima hawezi kwenda kulima, anayefanya shughuli ya kiuchumi yoyote, shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo hatuwezi tena kutoa mchango wetu katika uchumi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda huo tumepoteza zaidi ya trilioni 4. Hiyo hasara tunaifidia nani? Lakini kwa nini tulifungiwa ndani? Kulikuwa na shida gani? Hatukusikia rais akitangaza kwamba kuna hali ya hatari, wala kuna hali ya uvunjifu wa amani, wala kuna vita,
kama katiba inavyotaka. Lakini tulifungiwa na nani? Na je, aliyetufungia ndani anayo mamlaka kisheria kutuweka ndani, kutuweka kwenye lockdown? Serikali iliamua kuzima huduma za internet, na kwenyewe tukapata hasara nyingi, kwa sababu shughuli nyingi mbalimbali zinategemea kuhudumiwa kupitia internet. Tukio hili ni la kusikitisha, lilinitoa machozi na linaendelea kunitoa machozi mengi sana, na kupata mkanganyiko mkubwa wa fikira. Kwa nini serikali iliamua kutenda ukatili mkubwa kiasi hiki kwa wananchi wake wasio na hatia? Yaani adhabu ya mtu anayeandamana ni kuuawa kwa risasi, jamani. Tena wananchi wengi waliouawa wakiwa majumbani na wengine barabarani, sehemu za biashara, watoto wadogo, wajawazito, walemavu, ombaomba, wazee, waandishi wa habari na viongozi wa dini, wengine wagonjwa kabisa. Ndugu waandishi wa habari, zipo taarifa za kuwa wananchi wengi wameuawa na kuzikwa kwenye makaburi ya halaiki, majeruhi kuchukuliwa kwa nguvu katika vituo vya kutolea huduma za afya na kisha kutakiwa kupelekwa mochwari. Madai haya hayajakanushwa na serikali hadi sasa. Nchi yetu ya Tanzania kutoka kuwa kisiwa cha amani na kitovu cha ukombozi wa kuleta amani barani Afrika hadi kuwa eneo la umwagaji mkubwa wa damu, yani breeding land za wananchi wasio na hatia, na kuingia doa kubwa kimataifa. Tulikuwa tumeheshimika, sasa tunadharaulika na tumeharibu sifa yetu ya nchi yetu. Hata wakoloni wakati wanatutawala hawakuwahi kuua kikatili raia kwa namna hii na kwa kiwango hiki. Polisi, ndugu waandishi wa habari, polisi walikuwa na njia mbadala ya kudhibiti maandamano hayo na sio kuwaua kwa risasi waandamanaji, kwani wangeweza kutumia mbinu mbalimbali kama matumizi ya risasi bandia, ganzi, risasi za baridi au plastiki, mabomu ya machozi, maji ya washawasha. Ujumbe wa maandamano wangeweza kutumia hizo njia tu, na wala mambo tusingefika huko tulikofika. Lakini maandamano haya yalikuwa very clear, na wananchi walisema, waliokuwa na andamana walisema tu wao kwa uwazi nini walichokuwa na kipinga. Walisema hawamtaki Mama Samia, walisema hawaitaki CCM, walisema tumechoshwa na ufisadi wa viongozi, tunataka nchi yetu. Ndio maana tuliyosikia vijana waliokuwa na waandamanaji hao waliokuwa wakisema. Je, kuwasilisha ujumbe huo ni kosa? Na adhabu yake ni kuuawa kwa risasi? Jibu ni hapana. Tena hapana tena. Nchi hii ni mali ya wananchi. Nchi hii ni mali ya wananchi. Serikali na viongozi wanawajibika moja kwa moja kwa wananchi. Na kipimo cha kiongozi ni kuwa na kifua na uwezo wa kukabiliana na mambo magumu. Maswali ya kujiuliza, maswali yaliyoulizwa bungeni na kwenye mikutano ya hadhara na maeneo mengine, lakini serikali ikayapuuza. Sasa watoe majibu ya uhakika kwa wananchi na sio kuwaua kwa risasi. Sababu haya saa nyingine haya yanaendelea kuhojiwa haya na wananchi. Wananchi wamehoji maswali mengi sana, kupitia kwa wabunge wao, yakakaliwa kimya na serikali. Wamehoji maswali mengi sana kwenye mikutano ya hadhara, wakakaliwa kimya na serikali. Yamehojiwa na wananchi kwenye maeneo mbalimbali, wakakaliwa kimya na serikali. Sasa wakihoji sababu ya kushamili kwa matukio ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, idadi kubwa ya watu kushambuliwa, kutekwa, kuuawa na kupotezwa, kuminywa kwa demokrasia ya vyama vya siasa, kwa vyama vya upinzani, kuminywa kwa uhuru wa vyombo vya habari, kunyimwa haki ya kuabudu, ukiukwaji mkubwa wa utawala wa sheria. Wananchi wengine kama nilivyoeleza kule wamevamiwa na kuuawa na tembo. Wakihoji wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wakihoji kwa nini tunatekwa? Kwa nini ndugu zetu wanapotea? Kwa nini tunauawa na tembo kila leo bila msaada? Wakihoji mambo haya, serikali ijibu na sio kuwaua wananchi kwa risasi. Namba 3, wakihoji sababu za deni la serikali kuongezeka kwa trilioni 47 kwa miaka minne, wakati deni lote tangu uhuru miaka 64 iliyopita lilikuwa trilioni 60.9 tu, wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani. Hivyo serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka minne imekopa 77% ya deni lote tuliloingia toka uhuru kwa muda wa miaka minne. Na hivyo tukichukua takwimu za mwisho wa mwaka huu
unaweza kukuta kwamba deni tulilokuwa nalo miaka 64 iliyopita linalingana na deni tulilo nalo la miaka 5. Yaani limedouble yani kwa miaka 5. Serikali ya awamu ya 6 imekopa zaidi ya kiwango kilichoruhusiwa na bunge, yani nje ya bajeti, kiasi cha shilingi trilioni 3.78 na kutumia mkopo bila kutumia fedha za mkopo bila kupitia mfuko mkuu wa serikali na bila matumizi yake kuidhinishwa na bunge, kiasi cha shilingi trilioni 7.495 kwa kipindi cha miaka 3. Hapa takwimu ya miaka 2 haipo. Kwa hiyo ukiweka na takwimu ya miaka 2 kwa maana ya mwaka 2004 na 2005, ni maajabu sana. Utakuta fedha nyingi za serikali, kwanza serikali imekopa matrilioni ya fedha ambayo hayakuidhinishwa na bunge, na maana yake hata matumizi yake pia hayajaidhinishwa na bunge. Serikali imekopa fedha, haijaingiza fedha hizo kwenye mfuko mkuu wa serikali. Maana yake zimepitiliza kwenye akaunti za watu. Na watu hao wanaweza kuwa watu binafsi au watu ambao wanatekeleza baadhi ya miradi ya serikali. Lakini sheria, katiba yetu inasema fedha zote za umma lazima zipitie mfuko mkuu wa serikali. Sasa unachukuaje mkopo hapo fedha hizo zisipite mfuko mkuu wa serikali? Na hii imeruhusiwaje kutokea? Lakini pia tukaomba kwamba kama ndivyo hivyo basi tuleteeni orodha ya madeni mlioingia, tuleteeni jedwali tuone. Mnasema mmekopa kwa ajili ya SGR. Haya, mmekopa kwa ajili ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Mmekopa kwa ajili ya daraja la Busisi. Haya, tuleteeni orodha basi ya mikopo. Paka leo imeshindikana kuletewa hiyo orodha. Hivyo serikali kushindwa kuleta jedwali la mchanganuo wa matumizi ya mikopo hiyo kila inapotakiwa kufanya hivyo ni uvunjifu wa katiba, sheria na usiri katika mikopo hiyo ni kielezo cha wizi, ufisadi na udanganyifu wa kila aina katika deni la serikali ulioruhusiwa na serikali ya awamu ya 6. Undisciplined and illegal borrowing. Wananchi wakihoji haya wajibiwe, wasipigwe risasi. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kushindwa kufanyia kazi ripoti ya CAG, PPRA, FIU na ripoti ya mkaguzi wa ndani, na kushindwa kukusanya kodi za serikali, kushindwa kudhibiti uzembe, wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma na mali na fedha na mali za umma umeruhusiwa, ambapo fedha za umma zinagawana na kuliwa kama keki ya birthday. Viongozi wa serikali kula kwa urefu wa kamba, huku ripoti ya wakaguzi na wachunguzi zikitupwa bila kufanyiwa kazi. Mtawala naye akijifananisha na chura kiziwi. Sasa aidha, inakadiriwa nchi yetu inapoteza zaidi ya shilingi trilioni 54 katika mambo hayo kila mwaka kutokana na wizi unaofanywa katika ukusanyaji wa mapato na usimamizi dhaifu wa matumizi ya fedha za umma na rasilimali za umma. Wananchi wakihoji mambo haya wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya 6 kuingia mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia baina ya serikali na sekta binafsi kwa usiri na bila kuweka wazi vigezo na masharti ya mikataba hiyo, bila kuwepo ushindani na bila kibali cha bunge, ambapo ni kinyume na kifungu cha 12 cha sheria ya ulinzi wa rasilimali, yani the Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty Act number 5 of 2017 Cap 449, inayotaka mikataba ya rasilimali kupelekwa bungeni na kuliziwa kabla ya kuanza utekelezaji wa mkataba, na sheria ya uziduaji ambao the Tanzania Extractive Industry Transparency and Accountability Act of 2015 na kanuni zake zinazotaka uwazi kuanzia hatua ya awali ya majadiliano hadi kuingia mkataba ili kuwezesha usimamizi wa rasilimali. Serikali inaingia mikataba ya usiri bila ushindani na bila ridhaa ya bunge ya rasilimali kama mkataba wa bandari ule wa DP World Adani Group. Hiyo mikataba imeingiwa na serikali bila kuleta bungeni na bila kuarifu umma. Ngwala Rare Earth Project, uwanja wa ndege wa Kia, Ngorongoro, TFS
vitalu vya uwindaji Liganga na Mchuchuma, mkataba wa NHC, STAMICO, DART, Tani Road, barabara ya njia 8 ya kulipia kutoka Kibaha hadi Chalinze. Tuliwahi kujenga barabara ya Kimara mpaka Kibaha, tukajenga wenyewe njia 8 na tukatumia fedha za ndani, lakini umewekwa utaratibu sasa hivi wanataka wajenge iwe ya kulipia. Yaani barabara hizo zile za kulipia ijengwe njia 8 kutoka hapo Kibaha mpaka Chalinze, alafu iwe barabara ya kulipia. Mikataba ambayo ni ya ovyo kabisa. Lakini mikataba hii inaendelea na majadiliano yanaendelea na wako kwenye hatua ya kufunga mikataba bila kuleta bungeni. Huko wanajua kwamba road reserve ni public owned. Ni eneo ambalo ni la serikali. Huwezi kulibadilishia matumizi ardhi ya road reserve kuifanya kuwa barabara ya kulipia bila kupeleka bungeni na kupata kibali. Mikataba ya uchimbaji makaa ya mawe. Kwani kuingia mikataba kwa usiri ni kukwepa uwazi na uwajibikaji. Kwa nini serikali inataka inaingia mikataba kwa usiri? Ni kwa sababu wanataka wakwepe uwazi na kwa sababu wanataka ukwepe uwajibikaji. Na kukwepa uwazi na uwajibikaji maana yake ni mambo binafsi, sio tena ya umma. Kwa sababu mambo ya umma utaficha nini? Unaingia mkataba wa makaa ya mawe, kwa nini uwe wa asili? Unaingia mkataba wa bandari, kwa nini uwe wa asili kama hakuna mambo binafsi kwenye mkataba huo? Lakini haya mambo yote yanafanyika. Kuuza rasilimali hii kufanya mikataba hii kwa usiri ni kuingia mikataba ya usiri, ni kukwepa uwazi na uwajibikaji, kuuza rasilimali za umma kinyemera na kuhalalisha wizi na ufisadi wa fedha na mali za umma. Wakihoji wajibiwe, sio kuuawa kwa risasi. Wakiuliza hii mikataba vipi? Imeingiwaje? Kwa nini hatukushirikishwa kama taifa? Wasiuawe kwa risasi. Wajibiwe. Hatujasahau mikataba mibovu inayoingiwa katika taifa letu huko nyuma. Mikataba ya madini mpaka sasa hivi tuna changamoto kubwa. Tumefanya marekebisho hapa juzi walao kidogo mwaka 2017. Mikataba ya mashamba, vitalu vya uwindaji, mikataba ya EPTL, mikataba ya Songas, ununuzi wa rada mpaka tunarudishwa mpaka change na Uingereza. Tixi, Tan Gold, Richmond na Meremeta. Wananchi hawa wakihoji, wanayo mantiki, wanayo hoja, wajibiwe na wasipigwe risasi. Wananchi wakihoji sababu za kupeleka sababu za serikali ya awamu ya 6 kufanya malipo ya asili bila ridhaa ya bunge na bila kueleza uhalali wa malipo haya kiasi cha shilingi trilioni 1.438 kwa makampuni ya uwekezaji katika mashauri ya ACSID, maana yake International Center for Settlement of Investment and for Settlement, International Center for Settlement of Investment Disputes, ACSID, kama makampuni hao ya Mentero Mining and Exploration Limited, Indiana Resources, Arab Contractor and Eswed Electric, Hamanus Phillips Stein, kampuni ya Standard Chartered Bank Hong Kong, kampuni ya Symbion. Malipo haya yanaonekana tu katika tovuti ya ACSID na makampuni husika, lakini upande wa serikali huko kimya. Kufanya malipo ya fedha za umma nje ya budget na bila ridhaa ya bunge ni wizi na ufisadi wa fedha za umma. Wakihoji wananchi, yani mnaweza kweli mkaenda kulipa kwenye makampuni fedha trilioni 1.348 bila kuliambia bunge, bila budget na bila kutuambia tumeshindwa kwenye kesi gani mpaka tukalipa hizo fedha? Tumeshinda kwenye kesi gani mpaka tukalipa hizo fedha? Hukumu iko wapi? Tumeshindwaje? Wananchi hao wakihoji wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wananchi wakihoji sababu za serikali kuingia mkataba wa uwekezaji wa bandari zote za Tanzania bila ukomo wa miaka kati ya Tanzania na Dubai, yani IGA. Licha ya wananchi, wanasheria, viongozi wa dini kila kona ya nchi na baadhi ya wanasheria wakifungua kesi mahakamani, lakini mikataba hii ilifungwa. Mkataba wa kati ya Tanzania na Dubai ambao unazingiza bandari zote za nchi hii kwenye mkataba huo, katika mkataba usiokuwa na ukomo. Viongozi wetu wa dini walipiga kelele, wanasheria walipiga kelele, wengine wakaenda kufungua kabisa mpaka na kesi mahakamani. Makundi mbalimbali ya wananchi walipinga, lakini bado mkataba huo ulifungwa. Sasa wananchi wakihoji
wenye mali zao, kwa sababu mali za nchi hii sio za viongozi wala watendaji wa serikali, ni mali za nchi. Wananchi wakihoji wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Mkataba, wananchi wakihoji kwa nini serikali iliingia mikataba mitatu ya uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam, yani HGAs, kati ya TPA na DP World, na mwekezaji kuanza uendeshaji bila ridhaa ya bunge kama sheria namba 5 ya rasilimali inavyotaka. Pia kugawana mapato, TPA kupata 60% kwa maana ya Tanzania na DP World kupata 40%, na mwekezaji DP World kuwekeza bilioni 675 kwa muda wa miaka 5, sawa na bilioni 135 kila mwaka, ambapo makubaliano hayo hayajaliziwa na bunge wala wananchi. Sasa kwa mujibu wa sheria yetu, kama tunalizia mikataba hiyo kupitia utaratibu huo nilioutaja, nani aliyeruhusu sisi tugawane naye 40% kwa 60? Bandari hizo tumezijenga kwa matrilioni ya fedha miaka na miaka. Anakuja mtu tu siku mtu tunagawana mapato naye 40%. Ni nchi ya wapi inayoweza kufanyiwa hivyo? Alafu wananchi wasisimame kuuliza. Wakiuliza maswali wauawe, wakiuliza maswali wajibiwe, wasipigwe, wasiuawe kwa risasi. Kulikwepa bunge na kukwepa uwazi na uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma, na wakati mwingi unikufanikisha kuuza mali za umma. Unapolikwepa bunge na unapowakwepa wananchi, yani mkataba wa wazi unaotakiwa kwenda kufunga mkataba kwa ajili ya rasilimali za nchi, wewe unaenda kufunga peke yako na unakataa watu wengine wasijue. Maana yake ni kwamba kuna maslahi binafsi katika mkataba huo na sio maslahi ya umma. Hakuna kitu kingine kinachoweza kufanya utunze siri, uweke siri kwa mali ambayo sio yako. Kwa sababu viongozi wa serikali na watendaji wa serikali, hizi rasilimali sio mali zao, ni mali za Watanzania. Hamwezi kuingia mikataba ya kinyemera alafu wananchi wakakaa kimya. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya 6 kuacha njia ya ushindani na kutumia single source, yani mzabuni mmoja, katika kuwapata wakandarasi wa loti 3, loti 4 na loti 6, na kusababisha gharama ya ujenzi kuongezeka kwa shilingi trilioni 3.4 katika ujenzi wa SGR. Kuacha njia ya manunuzi iliyowekwa kisheria ni kufanikisha wizi na ufisadi wa fedha za umma. Wakihoji wananchi wajibiwe na sio kupigwa risasi. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kushindwa wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kuchelewa utekelezaji wa miradi ya mkakati ya SGR ambayo inasuasua na ni kama ujenzi umesimama, kwani kwa miaka 4 ujenzi umefikia kwa loti 3 Makutupora Tabora ni 14.53, loti 4 Tabora Isaka ni 6.65, loti 5 Mwanza Isaka ni 63.16, na loti 6 Tabora Kigoma ni 7.88. Licha ya fedha nyingi zilizokuwa zinatengwa kila mwaka kugharimia miradi hiyo na hata kuongezeka kwa deni la serikali, tuliambiwa ni kwa sababu ya miradi ya SGR, lakini tunaona utekelezaji wa miradi ya SGR hatua uliofikia. Kwa miaka 4 loti 3 ni 14.53, loti 6 ni 6.65, loti 6 ni 7.88, na loti 4 ni 6.65, na loti 3 ni 14.53. Miaka 4, na miradi hii ilitakiwa kufikia wakati huo hiyo imeshakamilika. Ilikuwa ni mwaka huu wa 2025 mingi iwe imekamilika na kumalizia mwaka wa 2020, lakini ndio iko kwenye hatua hii ya chini. Wakihoji wajibiwe na sio kupigwa risasi. Namba 11. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kuingia mkataba wa kifisadi wa EPC+F wa trilioni 3.75 na kuwakosesha wananchi barabara katika mikoa husika, wananchi wakihoji wajibiwe tu. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa nini serikali ingie mkataba huo wa kifisadi kabisa wa trilioni 3.75 wa mikataba ya EPC+F? Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kushindwa kukusanya fedha za CSR na faini ya ucheleweshaji wa mradi wa kufua umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere kutoka kwenye kampuni ya Arab Contractor kama ilivyoainishwa kwenye mkataba shilingi bilioni 925.
Serikali tulitakiwa kuzitoza hizi fedha. Lakini utashangaa badala yake sisi ndio tumeenda kushtakiwa na tayari tumeshalipa bilioni 390 kwa kampuni ile Arab Contractor. Madai yetu sisi ambayo yalikuwepo kabisa kimkataba bilioni 925 hatujalipa senti moja. Lakini wao tayari tumeshtakiwa kule, sisi tumeshawalipa bilioni 390. Fedha ambazo hazina mwenyewe. Fidia ya urejeshaji wa mazingira kwa kampuni ya madini, tunadai fidia ya urejeshaji wa mazingira, sheria iko wazi, wanatakiwa wanapomaliza mgodi unapotaka kufungwa tunatakiwa tulipwe zaidi ya bilioni 300, haijalipwa mpaka sasa. Fidia ya fedha za Tegeta Escrow kwa kampuni ya APTL ambayo tulidanganywa fedha tukazilipa watu, baadaye tukaambiwa tulilipa mtu mwingine sio yule anayehusika. Tukaenda mahakamani tukashinda kesi, tunatakiwa tulipwe bilioni 482, hatujalipwa mpaka leo. Lakini sisi tumeshashtakiwa kule, yawezekana hata tumeshamlipa tena wale wadai wa APTL. Lakini malipo ya fedha za pre-bargain bilioni 170. Kulipa riba ya ucheleweshaji, tunalipa mpaka riba ya ucheleweshaji. Malipo budget mnayo, mnachelewa kuwalipa wakandarasi. Kila mwaka sasa hivi tuna average ya bilioni kama 418 tunalipa kila mwaka. Sasa wananchi hawa wakihoji wajibiwe na sio kupigwa risasi. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kufuta madai ya malimbikizo ya kodi ya makinikia kwa makampuni ya madini kiasi ya shilingi trilioni 5.595 bila ridhaa ya bunge wala wananchi. Wakihoji wajibiwe na sio kupigwa risasi. Wananchi wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kuruhusu nchi yetu kuwa eneo oevu la utakatishaji wa fedha haramu na kwamba miamala shuku suspicious transaction imefikia shilingi trilioni 463 kwa mwaka, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa katika nchi yetu, na hakuna maelezo kuhusu miamala fiche hidden transaction wala hatua zinazochukuliwa wala hatua zilizochukuliwa. Mitandao ya kijamii imekuwa ikionyesha tuhuma za miamala ya mabilioni ya fedha zikihusisha baadhi ya mawaziri wa serikali ya awamu ya 6 na watoto wa viongozi waandamizi serikalini. Baadhi ya viongozi wanadaiwa kumiliki mahekalu ya nyumba za kifahari ndani na nje ya nchi. Mafurushi ya fedha kutoroshwa nje ya nchi kupitia mipakani na nyingine kupitia mifumo ya elektroniki na mabenki. Pia utoroshaji wa fedha za nje ya nchi, yani illicit financial flow, umefikia trilioni 3.3 kwa mwaka. Tuhuma hizi hazijawahi kukanushwa na mamlaka za serikali hadi sasa. Ukimya wa serikali ni ishara ya kukubaliana na ukweli huo. Wananchi wakihoji wajibiwe, wasiuawe kwa risasi. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kutengeneza uhaba wa sukari hewa wa sukari nchini, yani gap sugar, na kuagiza sukari nje ya nchi nyingi kuliko mahitaji, kutoa misamaha ya kodi kiholela kinyume cha sheria, na kutumia makampuni ambayo hayana sifa na hayaruhusiwi kisheria, na kuagiza sukari nje ya nchi, hali kumlazi kwamba wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kutengeneza uhaba na upungufu hewa wa sukari nchini, yani gap sugar, na kuagiza sukari nje ya nchi kuliko mahitaji, kutoa misamaha ya kodi kiholela na kinyume cha sheria, na kutumia makampuni ambayo hayana sifa na haruhusiwi kisheria kuagiza sukari nje ya nchi, hali inayopelekea kuua soko na kuanguka bei ya wakulima wa miwa nchini na viwanda vya sukari, kusimama uzalishaji kutokana na kurundikana kwa sukari kutoka nje ya nchi. Pia ubora wa sukari hiyo ulikuwa wa kutiliwa mashaka kwa afya ya wananchi, na serikali inakadiriwa kupoteza zaidi ya trilioni 1.5. Mambo yanaruhusiwa kama haya. Mna mashamba ya miwa, mna wakulima wa miwa, mna viwanda vya miwa ambao vimeajiri vijana, vimeajiri wa Tanzania. Mnaruhusu sukari kwa kufoji mpaka hata mahitaji ya gap sugar ndani ya nchi, ili mfanikishe tu biashara za kuingiza sukari zenu na kufanya biashara katika nchi. Hayo yote yamefanyika, serikali imepoteza zaidi ya trilioni 1.5 katika mambo haya, na ajira kibao za wananchi zilikufa. Lakini wananchi walisota, wengine wakashindwa kuuza miwa, wengine wakaamua mpaka kuchoma moto miwa yao. Alafu mnasema mnatafuta ajira za Watanzania, mnatafuta viwanda, nao walikaa karibu miezi kadhaa hawauzi.
sukari, kwa sababu sukari ya kutoka nje ya nchi imeingia na imeingia ikasamehewa kodi, alafu sukari ya ndani inatozwa kodi. Imenunuliwa sukari ambayo saa nyingine hata ubora wake ni questionable, ambayo inauzwa kwa bei ya chini, haiwezi kushindana na sukari yetu ambayo wakati mwingine inazalishwa katika umeme wa gharama kubwa, na inakuwa wakati mwingine ni bora mno ikilinganishwa na sukari ya kutoka nje ya nchi. Sasa jambo hili ambalo mimi nilisababisha kwenda kushtaki serikali, mahakama kuu na baadaye mahakama ya rufaa, na mpaka sasa hivi kesi iko hapo imepakiwa mahakama ya rufaa. Lakini mambo mengine tunayoyaona ni ya kiusimamizi wa mifumo ya serikali ambao nao hauko sawa. Lakini pia tumeshuhudia serikali imetumia zaidi ya bilioni 243 nje ya bajeti na kukopa makampuni ya usambazaji wa mbolea kwa bilioni 203, na hivyo gharama kuwa nje ya bajeti imefikia katika miaka mitatu bilioni 446, huku wakulima walionufaika na ruzuku ya mbolea ni 25% tu ya wakulima wote waliojiandikisha kupata mbolea ya ruzuku. Wakihoji wananchi mambo haya kwamba nyinyi tuliwaidhinishia fedha kadhaa, mmeenda kuzidisha mpaka bilioni 446, kwa maslahi gani na kwa ajili ya nini, na bila kibali cha bunge na bila hata kuruhusiwa na wananchi? Sasa wakihoji sababu za serikali ya awamu ya 6 kushindwa kupunguza umaskini, nchi yetu kuondolewa katika uchumi wa kati na kuorodheshwa kati ya nchi 40 maskini zaidi duniani, nchi ambayo sisi wote tunakiri kwamba ina rasilimali za kila aina, inawezaje nchi yenye rasilimali za kila aina ikaingizwa kwenye kati ya nchi 40 maskini zaidi duniani? Kuna shida kubwa. Wananchi wetu wakihoji wajibiwe na wasiuawe kwa kupigwa risasi. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya 6 kuruhusu uzembe serikalini, ambapo sasa hivi uzembe umefikia 40% ya watumishi wa umma wanalipwa mshahara kila mwezi bila kufanya kazi, kutokuheshimiana, huku watumishi wengine wachapakazi na waadilifu wakiachwa bila kupangiwa majukumu. Wananchi wakihoji wasiuawe kwa kupigwa risasi, mbali wajibiwe hoja zao. Maoni ya jumuiya za kimataifa tutayaona huko mbele, lakini hapa nilipojaribu kusema kwamba labda nizungumze kidogo kwa ajili ya changamoto ya muda, nizungumze kidogo swala la tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani ya tarehe 29 Oktoba 2025. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 18 Novemba 2025, siku 21 baada ya uchaguzi, mtawala aliunda tume aliyoita jina la Tume Huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Hapa kuna watu waliotangulia, vyama vya siasa, chama cha ACT Wazalendo, chama cha Chadema, chama cha Kafu, walitoa maoni yao na wote walisema kwamba hii tume inakosa sifa ya kuaminika kufanya uchunguzi huru wenye matokeo ya kuaminika na makundi yote yaliyoathirika kwa namna tofauti, na kwamba tume hiyo si ya haki mbali ni jaribio la kuficha ukweli. Ninaunga mkono mtizamo wa vyama vya siasa na makundi mengine ya kijamii yaliyopinga tume, kwani tume hiyo sio huru na imeundwa bila kuzingatia kanuni na taratibu za usuluhishi wa migogoro, yani conflict resolution strategies and guidelines, kwa kuwa ina changamoto zifuatazo. Moja, kwanza aliyeiunda sio halali. Pili, tume imeundwa kukiwa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali kwa umma juu ya machafuko hayo. Haiwezekani jambo kubwa kama hilo serikali haijatoa taarifa yoyote mpaka sasa hivi. Taarifa rasmi haijatolewa mpaka sasa hivi. Halafu mnaunda tume. Lakini la pili, muundo wa tume una wajumbe ambao wanatoka upande mmoja tu, yani upande wa serikali. Ilitegemewa kwamba ungeweza, ili utengeneze tume, lazima utengeneze tume ambayo inayohusisha makundi yote ya watu muhimu walioguswa katika ghasia hii au ya umma wote, pamoja na watu wa nje. Lakini tume imeshindwa pia. Tume imeundwa bila kusoma hadidu za rejea. Wakati tume inaundwa pale hatukusomewa
hadidu za rejea ni zipi, ili tujue kama kweli hii tume kazi inayoenda kuifanya itaenda kuleta matokeo yanayotarajiwa. Lakini 5, tume imeundwa kukiwa kuna ugandamizaji mkubwa sana unaoendelea wa wananchi, kukamatwa na kuwekwa ndani na kusingiziwa makosa mbalimbali ya ugaidi, ujambazi, nini, kila aina yani, kwa ajili tu ya kuwanyamazisha wananchi wasiweze kupaza sauti. Lakini 6, mtawala alipokuwa anasema anachomekea, ilionyesha wazi kabisa kwamba katika kuchomekea kwake alionyesha kwamba yuko na upande, na kwa hiyo asingeweza kuwa hakimu wa jambo hili. Lakini namba 7 ni majina ya wajumbe wa tume yamekuwa kijirudia. Yaani kuna wajumbe mle karibia 3 kila tume wao wamo. Tume ya haki jinai wamo. Tume ya maboresho ya mfumo wa kodi nchini wamo. Na tume hizi zote hatujaona sisi matokeo makubwa ambazo zimeleta hizo tume. Na tume ya maboresho ya kodi yenyewe mpaka sasa hivi hata taarifa yake haijulikani ilipo. Imekuwa tena siri ya mtawala. Sasa kitendo cha wajumbe kujirudia mara kwa mara na taarifa zao bila kutolewa kwa uwazi, wananchi hawawezi kuiamini tume hiyo ya kuchunguza uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi. Kitendo cha wajumbe kujirudia mara kwa mara katika tume nyingi zinazoundwa na mtawala zisizo na matokeo ni ishara kubwa, na watu wengine wanaweza kuamini kuwa mtawala anawatumia kutakasa na kuzima mijadala ya kijamii katika jamii, kwamba kila tume ni yao. Mbona tuna wazee wengi tu? Mbona tuna wazee wengi wenye sifa hizo, sifa za ujaji, sifa za utaalamu? Kwa nini awe huyo tu na anateuliwa tu? Kwa sababu ingekuwa ni ushindani tungejua kwamba kwa sababu alienda kushinda interview. Lakini sasa hivi kwa utashi tu. Sasa kwa utashi huo hamwezi kuwa na mtu huyo kila tume huyo. Inaleta tafsiri kwamba huenda huyo anatumika kuzima mijadala kwenye jamii. Lakini namba 8. Kwa nini tume ipewe miezi 3 ya jambo lenye sintofahamu kubwa kama hii? Maana ni kama tume inapewa jukumu la kuanua ngoma ili kupisha mambo mengine yaendelee. Watu wabaki na kusema tume imeundwa. Miezi 3 watu wamefariki. Idadi ya watu waliofariki mpaka sasa hivi taifa halijaambiwa. Wengine wanasema, madai mengine yanakuja kwamba wengine walienda kuombwa huko wanatibiwa wakaomba wapelekwe mochwari. Wengine wanadaiwa kwenda kuzikwa kwenye makaburi ya halaiki. Wengine wanadai kwamba wamepigwa risasi wakiwa majumbani mwao. Wengine wakidai kwamba wamepigwa risasi wakiwa wagonjwa wanaenda kutibiwa. Wengine mambo kama hayo yote, alafu inatolewa miezi 3. Ni mwendelezo wa kuona kwamba hakukuwa na nia njema katika kuundwa kwa tume yenyewe. Lakini tume hii imetangazwa bila kutangazwa kwenye gazeti la serikali, haina GN mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni tume ambayo haina nguvu yoyote kisheria, kwa sababu ni tume tu ambayo inatokana na tamko ambalo halijawa gazetted. Lakini lazima iwe na miongozo na kanuni pia za kuiongoza tume yenyewe. Sasa yote hayo hayakufanyika. Sasa nini ninachotaka kusema hapa? Tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 iliyoundwa na mtawala ivunjwe kwa kuwa imekosa uhalali mbele ya umma na viwango vya kimataifa. Yaani hii tume ikiendelea inaweza kutuletea matatizo makubwa zaidi kuliko hata tulionayo. Kwa sababu uelekeo wake wote ukiangalia na muundo wake na mazingira yake inaweza kutuletea tatizo ambalo ni kubwa zaidi kuliko hata hapa tulipo.